timu la haji wal umrata lillah, ishaingia tabu ile aya. Twendeni, ya kwanza nini? Sharti za haji lazima ujue, na sharti nadhani watu wote hapa wamekamilisha wote: Uislamu, uwezo, yani kuweza kwenda haji, uwezo wa kimwili, uwezo wa kimali, uwezo wa kinini. Tatu, huria, uhuru. Tatu, nini? Uwe ni mukallaf, unakalifishwa na sheria. Nguzo zaidi ndio hizi wajibatu la haji. Alikuwa wajibu kwa haji yako mengi, nadhani pia amesomeshwa jana wajibatu la haji. Tuguse kidogo tu, kwa mambo muhimu sana. Tutagusa haraka tu, yani ujue hizi ni wajibu. Ya kwanza tulisema katika kuhirimia iwe kwenye nini? Miqat, huo ni wajibu. Tushataja wajibu mwingine hapa. Kwenye Arafa unafanyaje? Wajibu kukaa mpaka magharibi. Kukaa mpaka magharibi ni wajibu katika haji. Kulala Muzdalifa. Kulala Muzdalifa. Kule kulala, ukiambiwa kulala Muzdalifa nayo ni kama hali yake ni ile ile kama kusimama Arafa. Yani ukiwepo tu pale Muzdalifa, nadhani ni Shafiia wale wanasema au Hanafia, hata ukapita tu pale tayari wewe huu wajibu wa haji umekamilika. Lakini sasa tufanye kama alivyofanya Mtume Muhammad, ulale kidogo pale Muzdalifa. Na Muzdalifa bwana, ule usingizi wake ni wa ajabu. Nadhani ni kwa sababu watu washasamehewa dhambi. Najua dhambi zaleta stress dhambi zaleta stress, kwamba mtu mwingine anakosa usingizi wakati mwingine si mgonjwa, isipokuwa dhambi nyingi. Kwa pale kunapatikana usingizi wa ajabu. Mtaona kilala kidogo tunapata usingizi wa ajabu sana. Muulize yote aliyekwenda haji, usingizi wa Muzdalifa ukoje, atakwambia habari yake. Kulala pale Muzdalifa ni ngapi hiyo? Wajibu wa haji ni wajibu kama 8 au 9 hivi. Ya tatu kutupa mawe, hiyo ni 4. Bwana, hebu tuanzeni. Ya kwanza kuhirimia kwenye miqati, si kuhirimia wajibu, ni kuhirimia kwenye miqati. Ya pili Arafa mpaka jua lizame. Tatu kulala Muzdalifa, sio? Ya 4 kutupa mawe. Kutupa mawe, zile nguzo zimejipanga namna hii, japo si kwa ukaribu huu. Ile kule ndio nguzo kuu, hii nguzo ya kati, hii nguzo ndogo, sawa? Katika kutupa mawe mwezi 10, yani ukishatoka Arafa siku ile unakwenda Muzdalifa, unalala Muzdalifa. Muzdalifa tunaondoka alfajiri, lengo tunakwenda Mina. Katika Mina kule tutakaa kidogo, tunaenda kutupa mawe. Huo ni wajibu mwingine, sio? Lakini unatupa kwenye nguzo kubwa ile, na hapo unatupa mawe 7. Unatupa mawe mangapi? 7. Ni wajibu. Unatupa mawe 7. Na mawe maana yake usitoke nayo huku, usitie uzito begi lako ukabeba mimawe chungu zima. Unafahamu? Mawe yanapatikana kule na ni vijiwe, si mawe, vijiwe vidogo tu. Tuko pamoja mabwana? Tuko ya ngapi hiyo? Kutupa mawe. Ngoja kutupa mawe kuna aina 2. Sawa?
Kuna kutupa mwezi 10, kutupa mwezi 11, na sisi tutatupa na mwezi 12. Kutupa mawe kuna aina ngapi? 3. Sawa eh? Kutupa mwezi 10, chukua hiyo. Kutupa mwezi 11 na kutupa mwezi 12. Mtaniwia radhi, mimi nimezoea kufundisha kwa kuimbisha. Watu wazima sasa hapo turudisho tena nasari huku. Ni ili tu tuelewe. Jamani, naomba turudie. Kutupa mawe kuna namna aina 3 na yote ni wajibu. Kutupa mwezi ngapi? 10, ya pili 11, ya tatu au na 13. Ile weke au na 13. Maana yake ni au ya takhayir. Sawa eh? Katika mwezi 10 ambapo ndio tumetoka Muzdalifa, mwezi 9 tukumbuke ni Arafa eh? Mwezi 10 tuko pale Mina. Sasa Mina, tupo Mina, tuenda kutupa mawe. Mawe, chukua somo hili, unakwenda kutupa katika nguzo kubwa huu mwezi 10. Sawa eh? Na unapiga nguzo kubwa mawe 7 tu, na yale mawe huweki, unarusha. Sawa eh? Ukiweka sawa, ngoja niweke tu, bado hiyo wajibu hujaufanya. Lazima ufanyeje? Na ni sunna mpaka kuonekana kwa wanaume bayadha ibtihi, ule weupe wa ukwapani, kwamba namna ndivyo alivyokuwa anatupa Mtume Muhammad. Usitupe kwa hasira, unaweza kumpiga mwenzako. Tupa kwa maelekezo, unatulia na kuna maelekezo yake, utaambiwa hapa, nenda eneo hili ndio utatupa, hapa ndio utatupa vizuri. Usiwafuate wale ambao ni wageni, kuna unatupa tu wakati mwingine wala haifiki kule kuna kukusudiwa. Lazima ufuate maelekezo. Tupiteni hivi. Unajua haji, ndugu zangu, ni kusikiliza maelekezo tu. Nyinyi mahujaji tunaokwenda pamoja, hakikisheni unasikiliza maelezo ya viongozi kule haji. Hata kama wewe umesafiri nchi chungu nzima, nchi 54 zote za Afrika na Ulaya yote na Asia yote, umzoefu katika kusafiri, lakini ukishaingia katika mji wa Maka wewe ni mgeni. Sawa? Lazima uelekezwe na wenyeji. Ukileta tu mimi nimeshasafiri hivi tu vidogo sana hivi, sijui watu vidogo sana, nitapotea Maka, unapotea. Umefahamu? Lazima ufate maelekezo. Umefahamu? Haji ni maelekezo tu. Ukifuata maelekezo ya viongozi utahiji vizuri. Mwenyezi Mungu aruzuku hija yetu hiyo ni mabrur. Haya, tupo mwezi 11 sasa. Tukishatupa mawe pale, kuna maelekezo kidogo, kuna hapo sunna, kuna nini. Moja katika maelekezo pale, ukishatupa jiwe la kwanza tu ndio mwisho wa nini? Talbia ile labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika, utaachana nayo hapo. Na hata ukirudi Tanzania usije ukaigeuza ikawa kaswida unaimba kwenye hadhara. Ile inatakikana tu kwenye haji, ni uradi maalumu aliofundisha Mtume wakati wa haji. Tuko pamoja eh? Mwisho wake kisha tupa kwenye ile Jamratul Aqaba, ile nguzo kuu. Mawe mangapi hayo mabwana, nisiwachanganye? Na ni mwezi ngapi huo? Mwezi 10. Sasa turudini nyumbani. Nyumbani kwetu ni pale kwenye mahema tulipofikia. Hakikisha wakati wa kurudi unafata maelekezo ya wanaojua. Umefahamu? Pale ndio mahala ambapo watu wengi pia hupotea. Hata vile vifo sehemu kubwa vilivyotokea wakati ule, pamoja na yaliyotokea, lakini miongoni mwa hayo ni watu kutofuata maelekezo ya nini? Ya uongozi. Lazima ufuate wale ambao umeambiwa hawa ndio viongozi,
uonyeshwe njia za kurudia kule, kuna changanya na pia kupotea kule jambo la kawaida tu, umefahamu? Utapotea siku 2, siku 3, siku 4, usipaniki hata kidogo, lazima utakutana na wenyeji tu. Pia nadhani kutakuwa na somo maalum tukifika kule, ili itakuwa labda somo la mwisho la kupotea, tufundishane namna ya kupotea. Likupotea la kupatikana, kwamba ufanyeje? Tusemeni inshallah. Usipaniki, ukipaniki unaweza tuache hayo ya ziada, lakini tuko kwenye kutupa mawe. Tukisharejea sasa katika mahema yetu, ni mwezi wa 10, ni 10 kesho yake sasa ni mwezi ngapi? Tunasubiri. Haitakuwa kwamba tunaambia kutupa, mimi ngoja nimalize kabisa mawe 49, wavizia watu wakirudi unamaliza kabisa. Utakuwa hujaiji bado, lazima ufuate maelekezo. Kwa pamoja nazungumza haya, mwaweza mkadhani kwamba kwa njia maskhara, lakini ndio mambo yanayotokea kwa baadhi ya mahujaji. Kuna mmoja tulienda naye haji wakati fulani, kwa mbishi sana. Sasa mawe tumwambia 49, mimi namaliza kabisa. Bwana, sio utaratibu. Sasa nimesema namaliza. Bahati nzuri alikutana na kichaa mwanza, akamwambia kamalize bwana. Sasa hataki huko, ambaye afuata maelekezo ya kiongozi, hataki. Umefahamu? Mwezi 11 sasa sio nguzo kuu peke yake. Hii si umeruka nguzo ya kwanza, ya pili kwenda ile ya 3, sio? Hii mwezi 11 nguzo ya kwanza, ya pili, ya 3 zote unapiga. Mwezi 11 na 12 na ukitaka na 13. Sawa? Nguzo ya kwanza unapiga 7 mawe, nguzo ya pili unapiga 7, nguzo ya 3 unapiga 7. Niwahusie mahujaji wenzangu, ibada ya hija, hata kama unasomea mtu wa elimu ya hija, wasomesha fiqh, lakini ukienda haji waweza kukuta alomkuta Imam Nawawi, ndio anatuandikia manasiku la haji wal umra, kwamba haji tawafu lazima ianze Hajar al-Aswad, kwenye rukuni ya Hajar al-Aswad. Si huku mina utakwenda hivi, utakaa hivi, si tamatwe Arafa. Lakini Imam Nawawi aliandika manasiku la haji wal umra, kitabu kizuri katika haji, alikiandika kabla hajaenda haji. Alipokwenda aliomba msaada, kwamba bwana, Hajarul Aswad tunaanzia wapi, inakalia wapi, ndio ipi? Lakini kitabu chake ni kitamu kweli kweli. Tuko na pamoja. Nataka tuhusiane kwamba haji unapokwenda, fata maelekezo, fata maelekezo. Ninarudia kusema, bahati nzuri tunaye mbobezi na bingwa wa haji, Sheikh Abbas. Hija ana zaidi ya miaka 40 anaisimamia, kwa ni mbobezi sana katika ibada ya hija. Mwenyezi Mungu azidi kumtawalisha umri na kumpa manufaa makubwa. Jama, tumepiga nguzo ndogo, nguzo ya kati na nguzo kubwa, sio? Mwezi ngapi huo? Katika zile aina 3 za kutupa mawe. Tuarudi sasa, hii 7 jumla 21. Tujumlisheni kabisa na yale ya jana 28, sawa? Kesho yake tena tutakuja Jamarati. Jamarati ni sehemu maalum, tutapiga tena kama jana. Kesho yake tutapiga kama leo, nguzo ya kwanza, ya pili na ngapi? Ya 3. 7 jumla 21, na ile 28 jumla 49. Maana yake ukiwa katika viwanja vya Muzdalifa, okota mawe yako 49.
vijiwe 49. Hapo utakuwa umemaliza habari ya kutupa mawe, lakini naomba niwakumbushe kitu tulichokiacha. Ukishatupa ile nguzo kubwa, narudia tena, tunarusha mawe mangapi? Mwezi ngapi? Mwezi 10. Kisharusha pale, kitakachofuatia pale ni kunyoa. Sawa, ni wajibu katika wajibu wa nini? Wa haji. Sawa, ni wajibu katika wajibu wa nini? Haji. Utanyoa, na hapo kwa kweli utakuwa umeshatahallal, umeshafanyiwa kitu kinachoitwa umehalalika. Unajua maana yake ya ihram, kuhirimia hija, maana yake ni kuingia katika makatazo ya haji. Sawa, sasa hapo umeingia katika kuhalalika. Turudia tena kusema kama ilivyowahi kuelekezwa, waliokuwa wamevaa hiram, sasa hiramu watakuwa sasa hivi unaweza ukavaa suti yako kama umvaa suti, kanzu, kofia, yale yote aliyokatazwa sasa unafanya. Ndio maana unanyoa. Kunyoa sikulikatazwa katika makatazo ya haji. Ukishahirimia utakiwa kunyoa nywele, lakini pale sasa unanyoa ni katika nguzo ya haji, lakini ni katika wajibu. Kwa Imam Shafi ni nguzo, nyingine ni wajibu. Sawa tuko pamoja Narudia wajibu. Tumeshazungumzia wajibu ngapi? Tuanze ya kwanza, kuhirimia kwenye Arafa mpaka magharibi. Ya pili hiyo. 3, kutupa mawe. Aina ya kutupa mawe ni aina ngapi? 3. Mwezi ngapi? 10, 11 na mawe jumla yote ni ngapi? Wajibu mwingine wa haji katika kukumbushana tu ndio huko kupunguza au kunyoa kwa na wengine ni kuchinja. Kuchinja kwanza katika kunyoa ni kuanzia nywele 3 na kuendelea. Nywele 3 na kuendelea. Nywele 3 ni kwa Imam Shafi. Imam Abu Hanifa ni kuanzia nywele 4. Imamu Maliki kichwa kizima. Sawa Lakini Mtume Muhammad kamuombea dua anayeondosha kichwa kizima. Sawa. Sasa hiyo dua ya Mtume hutaki. Asitaka dua ya Mtume katika mahujaji ni nani? Kwa vizuri kuondoa nywele zote. Kwa kina mama msipkanyoa vipara. Kina mama unaondoa tu kidogo. Sawa, kidogo sana, kidogo, tokafungu kadogo tu hivi kunatosha. Nadhani tumekwenda vizuri. Katika wajibu mwingine wa haji, tuende kwenye kutufu. Tulisema sisi tunaofanya haji ya tamattu tuna tawafu ngapi? 3. Ya kwanza tawafu gani? Umra. Ya pili tawafu al-ifadha. Ya 3 mimi mmoja wa wanafunzi wangu ni watu wazima, kwa hiyo najua tunapofundishana watu wazima wenyewe tunajuana. Kwamba wakati mwingine unasomesha mtu tayari simu imeingia kwamba kodi yangu au mtoto anaumwa, kwa hiyo tutakwenda hivi taratibu mpaka tunafika. Sawa, tuarudia. Tawafu za tamattu ni ngapi? Sisi tunaokwenda kufanya hija hii tutazunguruka al-Kaaba tawafu 3.
ambazo lazima hizo zunguke. Ni lazima kwa maana mojawapo ni nguzo, nyingine mojawapo ni sehemu ya umra, ni sehemu ya hija yako, nyingine ni wajibu. Tawafu ya kwanza ni tawafu ya umra. Tuko pamoja? Hii mara nyingi tutakapofika Maka tu siku ile ile tunaenda kufanya ibada ya umra. Kwa hiyo mtaona tutatufu ile tawafu, na tutamwomba Sheikh Abasi hii siku ya moja hiyo ni siku ya vitendo tu inshallah, siku maalum ya vitendo maalumu vya haji vyote tuvifanye siku maalum. Leo zipite tu darsa. Tawafu ya pili, katika tawafu tatu tunaenda kukumbana nazo. Tawafu ya pili, tawafu ifadha. Tawafu ifadha ni nguzo katika nguzo za haji. Tawafu ya tatu ni tawafu ya wajibu. Wajibu ni tawafu alwada. Hii tunafanya wakati tumeshamaliza kabisa haji. Sasa unaagana na hiyo hija yenyewe, na unaagana na Al-Kaaba, unaagana na mji wa Makka. Inaitwa tawafu alwada. Hii ni ya mwisho kabisa. Ile ni wajibu ni wajibu. Usipoifanya tutakuja kufundishana kwamba fidia zake ni zipi. Kuna pamoja hapa, tusichanganye, tuambie tu yale mambo ya lazima manne na hatuwezi kuyamaliza yote. Hayo jamaa ndio yaliokuwa wajibu kwa haji, si kama kuna kilichokisahau. Ndio inaitwa tahallul kubra. Naomba kwanza nirudie kabla ya kidole. Tumesema mambo ambayo wewe unayekwenda haji, kilala usiku, kiamka asubuhi, ukitembea mtaani, waendesha gari, wafanyaje, bora waenda haji, lazima uyajue mangapi. Mangapi mabana? Manne. Ya kwanza, sharti za haji. Pili, nguzo za hija. Tatu, wajibu wa haji. 4, yaliyokatazwa kwa haji. Tumegusa hapa mambo mawili katika manne. Hapa kuna nguzo na wajibu tumegusa. Naomba haraka haraka twendeni nguzo ya kwanza, haraka haraka turudie. Kuirimia. Ya pili, tawafu ya nguzo, sawa Ya tatu, kusai baina Safa na Marwa. Ya 4, kusimama Arafa, na wengine wameweka ya 5 kufanyaje? Kunyoa. Wajibu kunyoa, kupunguza. Wajibu katika haji ya kwanza, wajibu wa haji na huko kuirimia katika miqat, kuirimia katika ya pili Arafa mpaka Magharib. Ya tatu Muzdalifa, uwepo wako Muzdalifa, uwepo wako Muzdalifa. Ni vizuri tulale pale mpaka pale alfajir, sawa Ya tatu, ya ngapi hiyo? Ya 4, kutupa mawe tumegawanya kwa mwezi ngapi na ngapi ngapi? Nataka mwezi 10, tufanyaje? Mawe 7. Mawe 7 wapi sasa? Mwezi 11. 3 ya kwanza mawe 10 na ngapi? 7. Ya pili? Ya tatu? Mwezi ngapi huo? 11. Je, 12?
Usiseme hivyo hivyo bwana, taja. Mwezi 12 7 nguzo ndogo, kati, kubwa, na kuna wanaokaa mpaka mwezi 13. Sisi mwezi 12 tunarudi Maka. Takaporudi Maka pale ndio tunaenda kutekeleza ile tawafu ya nguzo. Tawafu ya nguzo, sababu hapo hija ilikuwa haijaisha bado. Ukishatekeleza ile tawafu ya nguzo, hija imeisha. Kulala Mina hatukutaja katika wajibu, tutarudia hapo. Haya, katika wajibu wa hija mwingine tulisema kulala Muzdalifa. Sasa Muzdalifa tukitoka hapa tunaenda Mina, kuna kulala Mina. Lakini kulala Mina ni wajibu mwezi ngapi na ngapi? 11, 12 au 13. Sawa Japo mwezi 10 tutakuwepo pale pale Mina. Mwezi 11, 12, 13 tuko katika wajibu. Tuende katika wajibu mwingine nini? Haya, twende ya 5 kuchinja, ya 6. Sasa kuchinja ni vipi? Tunapanda kwenye ndege na mbuzi na kondoo wetu na ngamia na nini? Tufanyaje kule kwenye kuchinja? Kwenye kuchinja wewe ni wajibu kuchinja, lakini hutoona mtu yoyote Tanzania anakwenda kuchinja wala haji. Ile fedha uliyotoa kwa ajili ya safari yako ya hija imeunganishwa na kuchinja. Kwa hiyo utachinjiwa kule na mamlaka zinazohusiana na nini? Na haji. Usije ukauliza tena, vipi mbona hatuchinji? Utakuwa unapoteza muda, fanya nyiradi. Ni kwamba kuchinja ni hivyo. Umeeleweka Nyajibu tushataja ngapi? Wajibu wa hija tushataja ngapi? 8. Wa mwisho ni upi? Tawafu ya kuaga, tawafu alwada. Tawafu alwada. Kwa hiyo tawafu, tuna tawafu al-umra, turudia. Ya kwanza tawafu al-umra, ya pili tawafu al-ifadha, ya 3 tawafu al-wada. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na tubarikie. Hizi ni nyajibu tumebakiza katika mambo ya lazima mawili. Leo hatuwezi kuyasoma hapa kwa sababu kuna darasa atakayoendesha Sheikh Said Mbega hapa. Ni kwamba bado mambo mawili inshallah atasomeshwa tu, ambao ni nini na nini tuliobakiza katika lazima unaoenda haji. Yani umuombe Mungu ndoto zako wote, hayo mambo 4. Nguzo, wajib, ya 3 sharti tayari. Kwa hiyo ni sharti tayari, nguzo, wajib, ya 4 nini? Tumebakiza moja tu, makatazo, ambayo tutakuwa turudia mara kwa mara tu. Makatazo ya haji. Tutapenda katika hizi semina muwahi. Katika kuwahi inshallah, Mungu ajalie. Katika kuwahi tutakuwa tunakumbushana zile darasa zote zilizopita. Sawa? Yale makatazo ya haji. Hayo na fidia zake tutakuja kueleza. Mwenyezi Mungu atubarikie. Na katika mada ya leo ndio muharramati. Mada ya leo ni muharramati, yanayokatazwa kwa mtu ambaye anayekwenda haji. Bahati nzuri itakuwa tumemaliza yale yote 4, sio? Tutakuwa tumemaliza au tutakuwa tumelipua huko? Tutakuwa tumemaliza au tumegusia kuyajua muhimu? Tushakuwa tumeshajua, ndio hayo. Mwenyezi Mungu alete kheri. Mwenyezi Mungu atubarikie haji al-mabrur. Na hiyo ndio dua yetu kubwa kila wakati. Mwenyezi Mungu aturuzuku haji al-mabrura, hijjat al-mabrura. Mwenyezi Mungu atupe hija iliyokubalika,
aturudishe Tanzania hapa hali ya kuwa hatuna dhambi. Amen. Kama siku tuliozaliwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.